Hii ni Sky TV. Hujambo mtazamaji na karibu kuitazama ulimwengu wa habari na habari kuu usiku huu. Tanzania na Msumbiji kuanzisha vituo vipya vya pamoja mpakani. Na katika habari za kimataifa, makardinali wa kanisa Katoliki kuendelea kumchagua papa. Na kwa upande wa michezo, Simba itakaza Pamba Jiji na kufikisha alama 66. Karibu mtazamaji katika uchambuzi wa habari zetu kutoka hapa Sky TV. Jina langu ni Mindi Josefu. Serikali ya Tanzania imeingia makubaliano na serikali ya Msumbiji ya kushirikiana katika kukuza na kuendeleza utamaduni baina ya nchi hizo mbili. Fredi Cheti na taarifa kamili. Mkataba wa makubaliano umesainiwa leo Mei 8 mwaka 2025 Ikulu jijini Dar es Salaam na waziri wa mambo ya nje ya Msumbiji Maria Emanuela dos Santos kwa niaba ya nchi hiyo na waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Profesa Palamagamba Kabudi kwa niaba ya Tanzania. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na rais wa Msumbiji wamezungumza na wanahabari kwa Dar es Salaam, ambapo wamesema uhusiano baina ya Tanzania na Msumbiji uliimarishwa zaidi wakati wa harakati za ukombozi. Kama mnavyojua, baada ya Msumbiji kupata uhuru, serikali zetu mbili ziliendelea kushirikiana kwa karibu katika ngazi ya uwili, yani bilateral, lakini pia kikanda na kimataifa. Tulianzisha tume ya kudumu ya pamoja ya ushirikiano mwaka 1977 na jumla ya mikutano 15 ilishafanyika iliyofanikisha kuanzishwa kwa ushirikiano kwenye maeneo mbalimbali. Eneo la kwanza ni biashara na uwekezaji. Kwenye mazungumzo yetu tumekubaliana kuwa licha ya ujirani na uhusiano wetu mzuri katika historia, lakini ushirikiano wetu wa kiuchumi bado haujenda sambamba na ushirikiano wetu wa kisiasa na kidiplomasia. Katika eneo la biashara na uwekezaji, tumekubaliana kuendelea kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji kati yetu, ikiwemo kuwawezesha wajasiriamali na wafanyakazi wadogo na wakati kufanya biashara kwa urahisi, yani tuwe na simplified trade regime. Lakini pia tumekubaliana kuchagiza na kurahisisha biashara katika maeneo ya mpakani kupitia urahisishaji wa biashara maeneo haya, kwamba ni muhimu sana. Tumejadiliana kwamba kuna haja pia ya kuwa na mashirikiano kati ya sekta binafsi ya wafanyabiashara wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia na wafanyabiashara kutoka Jamhuri ya Msumbiji. Na katika mazungumzo yetu kwamba tuliona kwamba ni kuna muhimu wa kuwepo na wafanyabiashara katika ziara yetu ambao walikuja kufanya mazungumzo na wafanyabiashara wa Tanzania. Chini ya makubaliano hayo, nchi hizo mbili zitakuwa na uwezo wa kubadilishana mambo mbalimbali ikiwemo katika sekta ya utamaduni. Rais Chapo atapata fursa ya kutembelea kituo cha urithi wa ukombozi wa bara la Afrika ambacho kipo chini ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kwa kushirikiana na Taasisi ya Elimu Tanzania TED. Vile atatembelea mradi wa kimkakati wa reli ya kisasa SGR ili kujifunza na kuangalia fursa za ushirikiano. Fredi Cheti, Sky TV. Na Waziri Mkuu Kassim Majaliwa leo Mei 8, 2025 amehani msiba waliyekuwa makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu mstaafu Mheshimiwa Cleopa David Msuya Upanga jijini Dar es Salaam. Akizungumza na wanafamilia pamoja na waombolezaji wengine, Mheshimiwa Majaliwa amewasihi kuendelea kumwombea Mheshimiwa Msuya na wawe wavumilivu katika kipindi hiki kigumu. Msiba huu ni mkubwa wa kitaifa na ni mzito kitaifa pia, kwa sababu marehemu amekuwa kiongozi, amekuwa mtumishi wa umma kwenye nafasi za juu katika nchi, na kwa maana hiyo serikali inawajibika moja kwa moja kuratibu kila kitu mpaka siku ya mwisho kwenda kupumzisha kwenye nyumba yake ya milele. Na uratibu huu unaenda pamoja na kushauriana na familia
jukumu ambalo linaendelea kwa sasa. Ndugu waombolezaji wenzangu, ofisi ya waziri mkuu kuanzia kesho wakati wote kuanzia saa 4 itaanza kuwajulisha Watanzania kila hatua ya mwenendo wa maandalizi ya kwenda kumpumzisha kiongozi. Ndugu waombolezaji, kwa sasa tunawasihi mwe watulivu kufuatia kwa mzee wetu, kiongozi wetu tangulia mbele za haki. Tumeonana na familia, tumewasihi nao pia wao watulivu katika kipindi hiki. Lakini pia nako Mwanga mpaka kule nyumbani Usangi, taratibu za awali zinaendelea, nao pia tumewasihi waendelee kwa utulivu. Waziri wa Maji Mheshimiwa Juma Aweso ameziagiza mamlaka zote za maji nchini kutoa wananchi huduma ya maji katika siku za sikukuu na mwisho wa wiki wakiwa wamepumzika nyumbani na kufanya maunganisho ya maji ndani ya siku 7 kwa mujibu wa miongozo. Naungana na Mariango Mgeita kwa taarifa kamili. Waziri wa Maji Juma Aweso ametoa maagizo hayo leo Mei 8 wakati akiwasilisha makadirio ya mapato na matumizi ya fedha ya Wizara ya Maji kwa mwaka wa fedha 2025-2026 bungeni jijini Dodoma. Waziri Aweso amesema kuwa miradi 226 inaendelea na utekelezaji wake katika maeneo mbalimbali nchini, ikiwemo ule wa kuboresha huduma ya maji katika mkoa wa Mbeya pamoja na Dodoma. Ameongeza kuwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekusudia kumtua ndoo mama kichwani, na jambo hilo litatimia kwa mipango iliyopo, ikiwemo ya kuchimba visima 900 kwa awamu ya kwanza na ya pili. Ilani inayonikabidhi nitaitekeleza kuhakikisha Watanzania wanapata huduma maji safi na salama. Mheshimiwa Spika, maombi ya fedha kwa mwaka 2025-26. Mheshimiwa Spika, baada ya maelezo hayo, ninaomba sasa kutoa hoja kwamba Bunge lako tukufu liidhinishe jumla ya shilingi trilioni 1 bilioni 16 milioni 894,958 kwa ajili ya matumizi ya Wizara ya Maji kwa mwaka 2025-26, ambapo shilingi bilioni 73 milioni 779,579 ni za matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 943 milioni 115,379 ni za maendeleo. Mheshimiwa Spika, kati ya fedha za matumizi ya kawaida shilingi bilioni 18 na milioni 81,382 ni kwa ajili ya kuharamia matumizi mengineo yani OC, na shilingi bilioni 55 milioni 698,197 ni kwa ajili ya kulipa mishahara ya watumishi wa wizara, RUWASA, mfuko wa taifa wa maji na chuo cha maji. Kwa upande wa fedha za maendeleo shilingi bilioni 340 milioni 463,656 ni fedha za ndani, na shilingi bilioni 602 milioni 651,723 ni fedha za nje. Mheshimiwa Spika, bajeti hii ni ya kuendeleza mafanikio ya serikali ya awamu ya 6 ya Chama cha Mapinduzi. Baadhi ya wabunge waliochangia hotuba hiyo, akiwemo mbunge Esther Bulaya, ameipongeza wizara hiyo huku akihoji kwa nini serikali haitoi fedha za kutosha kwa wizara hiyo. Lakini nikikuondoa huko, Mheshimiwa Naibu Spika, nikikupeleka Madaba, jimboni kwangu, kwa wananchi wa Madaba kule, katika kipindi hiki tu cha awamu hii ya 6 kuanzia mwaka 2020 mpaka leo, Madaba peke yetu tumepokea zaidi ya bilioni 12 kwenye miradi ya maji. Mheshimiwa Naibu Spika, natolea mfano tu namna gani hii wizara ipati pesa. Kwetu sisi bilioni 14, tuna miradi 9. Mradi wa ujenzi wa miundombinu wa maji taka bilioni 1.7, imetoka milioni 500, bado bilioni 1.2. Mradi wa kusambaza maji kata ya Waliku bilioni 1.6, haijatoka hata shilingi. Mradi wa kusambaza maji Kisangwa kata ya Mchalo milioni 716, haijatoka hata shilingi. Mradi wa ujenzi wa bomba kubwa kutoka Migungani kwenda Mlima Kasakwa bilioni 1.2, haijatoka hata shilingi. Kwa hiyo umuhimu mkubwa sana wa taasisi hizi mbili, kwa sababu lengo kwanza ni kuwapatia wananchi maji,
bila kujali anatoka Ruwasa, anatoka wapi. Waziri wa Maji Mheshimiwa Juma Aweso ameomba bunge kuidhinisha jumla ya shilingi trilioni 1.0. Mariango Mugeta, Sky TV. Kijana mmoja anayejulikana kwa jina la Ayubu Songareli mwenye umri wa miaka 28, mkazi wa mtaa wa Mji Mpya, kata Makutupora, jijini Dodoma, amekutwa amejinyonga juu ya mti, huku chanzo cha kujinyonga kikiwa hakijajulikana. Godinine C. Gaspar ametuandalia ripoti kamili. Akithibitisha kutokea kwa tukio hilo, Hamisi Jigwa, afisa mtendaji wa kata ya Makutupora, amesema kuwa alipokea taarifa ya tukio hilo la kijana kujinyonga kutoka kwa mwenyekiti wa mtaa wa Mji Mwema, hivyo kufika eneo la tukio na kuhakikisha kuwa taratibu za kuhifadhi mwili wa marehemu zinakamilika. Mnamo tarehe 8 mwezi wa 5 muda wa saa 2:45 nilipigiwa simu na mwenyekiti wa mtaa wa Mji Mpya ambaye anaitwa Joseph Chidanha Matonya kwamba kwenye mtaa wangu au kwenye mtaa wake kuna mtu amejinyonga juu ya mti. Wakati wananiambia nilikuwa na kikao, nikaachilia kikao, kabidi nije huko. Kweli kufika nikakuta mtu ananing'inia juu ya mti. Baada ya kumuona ndipo taratibu zikaanza za kuwapigia polisi, lakini nilipomuuliza mwenyekiti alisema tayari ameshawapigia. Kwa hiyo na mimi pia nikarudia kuwapigia. Na polisi sasa wamefika, na kama mnavyoona mwili wa marehemu ndio umeshashushwa na sasa unaenda. Kwa upande wake mzee Mikaeli Mgaji ambaye ndiye shuhuda wa kwanza wa tukio hilo anasema kwamba alifika shambani hapo ambapo ndipo anapofanyia kazi na kukuta mwili wa kijana huyo ukiwa unaning'inia juu ya moja ya mti uliopo shambani hapo, jambo ambalo lilimfanya yeye kutoa taarifa kwa viongozi wa mtaa na baadhi ya wananchi. Hili ni shamba nalilima mimi, lakini ni taasisi ya wasioona. Basi nilikuwa nalilima mimi kwa kila siku zote. Nilipodamuka asubuhi nilidamukia kuweka wigo kwa sababu ng'ombe zinapita kwenye palilo hili na watoto wengine kwa wananiibia matigiti. Nikakata sandu la kwanza, nikalisogeza, nikakata na la pili. Nilipokata la pili nikalifikisha pale kwenye mti nianze kuziba. Sasa nilipoziba ile sandu, nikaona viatu chini kwenye mti. Nikaanza kushangaa hivi viatu kama ni vizima, alivyoviweka viatu hapa ni nani? Basi nikaanza kushangaa na alikimbia nini hapa, kunawezekana kuna nyoka labda. Basi nikaendelea na kuangalia chini na huku na usogea sababu nikaanza kuona na uoga kwa sababu hivi viatu ni vizima tu, sio labda vilivyochakaa. Basi nilipozunguka hivi pembeni nikaanza kuwaza alikuwa anakata nini, kama alikuwa anakata mbona sijaona hata tawi. Basi jinsi ile nilipokuwa na sogeza macho kupandisha ili niangalie ni nini, ndio nikaona mtu yuko kule. Nikashangaa kwamba huyu kijana alikuwa anataka kuniibia matikiti, sasa kamiona kamba kapanda. Basi nikasogea kuangalia, nikaona miguu inaning'inia, nikajua kwamba tumepigiwa simu saa 2. Nilikuwepo shamba. Nikapigiwa simu kwamba kuna mtu amejinyonga kwenye shamba la baba yako. Ikabidi mimi nikimbie kufika mpaka hapa. Nilivyoangalia nikakuta kweli. Tukauliza ni kitu gani kinachofuata, wakasema hakuna. Tumewapigia polisi simu toka saa 2. Tumesimama hapa, hatujaona polisi wala chochote kinachoendelea, hakuna. Na mwili wa marehemu bado upo juu, unaning'inia. Tufanye nini wananchi? Hatuna msaada wote wa polisi. Polisi hajafika. Kama hawawezi kuja, tuchukue madaraka yoyote, kama ni 1,100 tuchange ambulance ije ichukue mwili wa marehemu, kwa sababu yule ni binadamu, mpaka hivi sasa bado ananing'inia juu. Tumsaidie. Huwezi yule anaumia, japo kafa lakini bado anaumia. Serikali inafanya kazi gani? Hawa viongozi wana shughuli gani jamani? Kama wataki kutusaidia sisi wananchi, tuchange hata kama hela. Utafikiri tupo vijijini wakati tupo Dodoma mjini jamani? Tumesubiri muda mrefu, tumechoka mpaka hivi sasa saa 7. Wakina mama wamechoka kusubiri, wameacha shughuli zao. Wakina baba wamechoka, kuna vikongwe hapo. Hatuwezi kumwacha yule pale tukaondoka, haiwezekani. Kama maaskari, mapolisi hawaji, mtupe ruhusa basi tufanye. Vijana wako wengi watapanda kule, watamshusha marehemu. Nilikuwa nimeenda kubeba mboga, nimeuza, nimemaliza. Hivi ndo narudi nyumbani.
Kaja mama fulani jirani yangu akasema, dada, mnaendeleaje? Nikasema tunaendelea vizuri. Njoo ndani. Akasema niingize ndani. Tukawa tumeingia ndani. Mume wako mnaishije huko ndani? Akasema tunaishi vizuri. Jana nimeamka nimemwacha kama hivyo nilivyoelezea. Nimemwacha ndani. Ndio akawa ananipa habari hizo. Mimi nilikuwa sijui chochote mume wangu. Nilikuwa sijui chochote jamani. Mimi nilijua ameamkia kazini tu anarudi. Nilikuwa sijui chochote mimi mume wangu. Mtazamaji, kama ambavyo tumetoka kumsikia mke wa marehemu akizungumza, jambo ambalo linasikitisha, lakini nikwambie tu mtazamaji kwamba endapo unapitia changamoto yoyote ya kimaisha na unatamani kuzungumza na mtu, basi uchukue hiyo nafasi ya kuzungumza na si kuchukua maamuzi ya kutoa uhai wako. Nikiripoti kutoka hapa Veyula jijini Dodoma, mimi ni Godilness Gaspar, Sky TV. Mtazamaji, unatazama Ulimwengu wa Habari na habari kuu usiku huu. Tanzania na Msumbiji kuanzisha vituo vya pamoja mpakani. Na katika habari za kimataifa, makardinali wa Kanisa Katoliki kuendelea kumchagua Papa. Na kwa upande wa michezo, Simba yaichakaza Pamba Jiji na kufikisha alama 66. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda amesema kongamano la kimataifa la 18 litachangiza maendeleo na matumizi ya teknolojia za kidijitali nchini. Virginia Pona, taarifa kamili. Profesa Mkenda ametoa kauli hiyo leo Mei 8, 2025 wakati wa ufunguzi wa kongamano hilo uliofanyika katika kituo cha mikutano cha kimataifa cha Julius Nyerere JNICC jijini Dar es Salaam, huku akieleza kuwa Tanzania inatambua mchango mkubwa wa elimu katika kuleta maendeleo, ndio maana imekuwa ikifanya maboresho mbalimbali ikiwemo mabadiliko ya sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la mwaka 2023 yaliyofanyika hivi karibuni ili kuleta mapinduzi katika sekta ya elimu. Lakini katika teknolojia hii inatoa fursa ya kufundisha na kumpa mwanafunzi kujifunza kwa kasi yake ilivyo. Anayeweza kwenda kwa kasi zaidi, anayechukua muda mrefu zaidi kuelewa kitu, na anahitaji kuelewa vitu fulani zaidi, akapata kitu tunachokiita personalized learning. Anaweza kujifunza. Kupitia teknolojia kuna uwezo wa kutumia ufundishaji wa namna nyingi. Kwa mfano, na kitu hiki tunakifanya sasa hivi kupitia taasisi yetu ya elimu Tanzania, unaweza ukawa na mwalimu anafundisha Benjamin Mkapa hapa, siku hiyo akaunganishwa na darasa jingine ambalo pengine liko Tandahimba, anafundisha somo la jiografia, wakamsikiliza kule na huko akamuona. Tunaweza tukarekodi vipindi mbalimbali YouTube na namna nyingi za kufundisha. Lakini vile vile namna ya kufundisha kwa kutumia teknolojia hii lazima tuwe na mtizamo mpya. Kwa mfano, sasa hivi kwa kutumia akili unde, artificial intelligence, ukishika simu yako hivi, umeambiwa andika insha kuhusu maisha ya Mwalimu Nyerere, ukaenda ChatGPT ukaandika insha kuhusu maisha ya Mwalimu Nyerere, itakuandikia insha saa hiyo. Haichukui seconds, unaipata yote unavyokuwa. Sasa kwa walimu, jinsi ya kufundisha, unahitaji kuhakikisha kwamba kitu ambacho unataka mwanafunzi akifanye, kakifanya yeye, sio kimefanywa tena na kompyuta au mashine. Sasa si jambo la kuogopa, ni changamoto lakini si jambo la kuogopa. Mabadiliko ya sera ya elimu na mafunzo yameleta mapinduzi makubwa katika matumizi ya teknolojia za kidigitali ikiwemo akili unde katika ufundishaji na kujifunza kwa ngazi mbalimbali za elimu nchini, huku akiongeza kuwa serikali kwa kushirikiana na sekta binafsi imekuwa ikiwajengea walimu maarifa na ujuzi katika matumizi ya teknolojia mbalimbali ili wawe na uwezo mzuri wa matumizi ya teknolojia na vifaa vyake katika kufundisha. Naibu Waziri Ofisi ya Rais TAMISEMI Mheshimiwa Zainabu Katimba amesema kutokana na mabadiliko ya kidunia ni lazima kutumia teknolojia. Tumekutana hapa nchi za Kiafrika kujadili na kukubaliana ni kwa namna gani sisi nchi za Kiafrika tunahakikisha kwamba tunaendana na mabadiliko ya kiteknolojia na hasa kutumia tehama katika elimu. Sasa sisi kama Ofisi ya Rais TAMISEMI sisi tunatekeleza sera ya elimu katika ngazi ya shule za sekondari, shule za msingi na elimu ya awali. Kwa hiyo utekelezaji wa sera hii ya elimu na hasa ambayo imeboreshwa hivi karibuni, wote mlishuhudia sera ya elimu Tanzania, elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 2003 limetaka, sera imetamka kabisa kuwe kuna matumizi ya tehama katika kufundisha na
kujifunza lakini kufundisha. Kongamano hilo la kimataifa la 18 la e-learning Africa linafanyika kwa muda wa siku 3 kuanzia Mei 7 hadi Mei 9, 2025 na linakutanisha washiriki zaidi ya 1300 kutoka maeneo mbalimbali duniani, wakiwemo mawaziri, viongozi waandamizi wa bara la Afrika, wataalamu, wabunifu na wafanyabiashara, ili kujadili namna gani itawekwa mikakati ya pamoja ya kuleta maendeleo ya matumizi ya teknolojia za kidijitali katika sekta ya elimu na sekta nyinginezo. Mimi ni Virginia Paul, Sky TV. Na tuelekee jijini Arusha ambapo chama cha wanasheria Tanganyika TLS kimeiomba serikali kuunda chombo maalum cha kisheria kitakachosimamia na kuangalia wananchi ili watendewe haki. Ripoti kamili na Amina Ngahewa. Mwabukusi amesema wakati nchi ikiwa inaelekea katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mapema mwaka huu, ni vyema serikali kaliangalia hilo ili kuwa na chombo madhubuti kitakachosaidia kupunguza changamoto na kusaidia kuwa jicho la umma kuhusu madhila ambayo wananchi wanalalamikia. TLS inashauri kwamba kwa kuzingatia hali halisi ya utendaji wa vyombo vyetu vya utoaji haki, hususan jeshi la polisi, na kwa kuzingatia mazingira ya kiusalama kwa raia na kukithiri kwa vitendo vya utekaji na kupotezwa kwa wananchi, pamoja na kushamiri kwa desturi ya kuwa na vitu vinavyoitwa vikosi kazi, task force, katika jeshi la polisi, ambavyo vimekuwa vikilalamikiwa kwa ukiukwaji mkubwa wa sheria, TLS inatoa rai kwamba ni wakati mwafaka sasa kwa serikali kuona umuhimu wa kuunda chombo maalum cha kisheria kitakachosimamia na kuangalia namna ambavyo wananchi wanatendewa haki na hizi law enforcement agencies. Aidha, kwa hatua za dharura, serikali iboreshe nguvu, uwezo, uhuru na ufanisi wa Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora, kuifanya iwe na mamlaka kamili, ijitegemee. Kwa upande wake, waziri wa nchi ofisi ya Rais, Management ya utumishi wa umma na utawala bora, George Simbachawene, amesema ushauri huo ni mzuri na unaweza chukuliwa na kuboresha misingi ya utawala bora. Huko utaratibu wa chombo kinaanzishwa kwa ajili ya kuangalia vyombo vya enforcement. Sio dai geni, wala sio hapa kuna wanaharakati, hapa kuna science ya kudili na mambo ya jamii. Kwa hiyo mimi naona na lenyewe hili ni wazo sio baya, linaweza likachukuliwa na likasaidia katika kuboresha misingi ya utawala bora, lakini na kusaidia nchi yetu kusonga mbele. Kwa hiyo hakuna kitu kikamilifu, tutakipata hivi labda kiwe kimetoka kwa Mungu ndio kitakuwa kikamilifu. Mapungufu lazima yatakuwepo, na yatakapokuwepo ni wajibu wetu kuendelea kuyashughulikia, kukosoana, kurekebishana, ili tujenge nchi ya watoto wetu na wajukuu zetu, ili waje wafai baadaye. Tukicheza na haya mambo leo hii, gharama itakuwa ni ya vizazi vinavyokuja. Kwa upande wao, washiriki wa mkutano huo wametilia mkazo Tume ya Haki za Binadamu kupewa nguvu ili kufanya kazi kwa weledi. Pindi panapokuwa na tume huru ambayo inayojitegemea, itakuwa na uwezo wa kufesi ile tume ya uchaguzi kwa kuangalia masuala mazima yale ambayo hayako sawa kisheria kuhusiana na uhuru wa haki, na hususani na masuala mazima ya uchaguzi ambao uko uhuru kwa minajili ya sheria zilizowekwa. Labda tume ingepewa tu mamlaka ya moja kwa moja kwamba itoe hukumu kama ya mahakama, badala ya kusema inatoa mapendekezo, ingawa mapendekezo yale pia sheria inasema yanaweza kupelekwa mahakamani. Nikiripoti kutoka mkoani Arusha, mimi ni Amina Ngahewa. Na mkazi wa Kipunguni B Chazi Shirima mwenye umri wa miaka 28 amefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu kujibu mashtaka 42 yanayomkabili. Taarifa kamili na Nora Damiani. Mshtakiwa huyo amefikishwa mahakamani hapo na kusomewa mashtaka yake na wakili wa serikali Michael Shindai mbele ya hakimu mkazi mkuu Romuri Mbuya. Akisoma mashtaka hayo, Shindai amedai kuwa kati ya mashtaka 42 yanamkabili Shirima, mashtaka 9 ya kuchapisha taarifa za uongo kupitia mtandao wa kijamii wa Facebook kwamba anatoa mkopo hadi wa shilingi milioni 50 kupitia taasisi ya Tulia Trust Foundation. Amedai kuwa kati ya Desemba 31 mwaka jana na Aprili mwaka huu, kwa kutumia mtandao wa kijamii wa WhatsApp, alijitambulisha kwa watu tofauti akisema kwamba yeye ni Tulia Ackson na kujipatia shilingi milioni 2,827 kutoka kwa watu tofauti kwa ahadi kwamba angewapatia mikopo wakati akijua si kweli.
Mshtakiwa huyo pia anadaiwa kutumia laini iliyosajiliwa kwa majina ya watu wengine pasipo ridhaa ya mtoa huduma. Katika shtaka la 42 inadaiwa kuwa kati ya Desemba 24 mwaka jana na Aprili mwaka huu katika maeneo mbalimbali mshtakiwa huyo alitakatisha shilingi milioni 2,827 ambazo ni zao la uhalifu. Mshtakiwa hakutakiwa kujibu chochote kwa kuwa kesi hiyo inatakiwa kusikilizwa katika Mahakama Kuu Division ya makosa ya rushwa na uhujumu uchumi. Hivyo hakimu Mbuya ameahirisha kesi hiyo hadi Mei 22 mwaka huu itakapotajwa tena kwa njia ya mtandao. Mshtakiwa amerudishwa rumande kwa kuwa shtaka la utakatishaji fedha halina dhamana. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam, Nora Daniel, Sky TV. Tuelekee mkoani Mbeya ambapo chama cha kutetea haki za maslahi ya walimu Tanzania kimetoa pongezi kwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kupandisha mshahara wa kima cha chini kwa watumishi wa umma. Taarifa kamili na Upendo Kibetile. Akizungumza na waandishi wa habari mkoani Mbeya, Katibu Mkuu wa CHAKAMWATA Mwalimu Meshaki Kapange amesema ongezeko hilo la mshahara linalofikiwa kwa kiwango cha shilingi 500,000 imekuwa ni historia kubwa kwa taifa. Tumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kupandisha kima cha chini cha mshahara kutoka shilingi 370,000 mpaka shilingi 500,000. Labda kwa wasioelewa vizuri, kiwango cha chini ni payment ya mshahara ambayo hata kodi haikatiwi. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Kupandisha kwa amount hiyo ni historia katika nchi, haijawahi kutokea. Huwa tunapanda kwa pesa kidogo kidogo. 2022 alipandisha mshahara, lakini haukuwa kwa kiwango hiki alichokifanya sasa. Tunamshukuru sana sana sana. Amegusa maisha wa Tanzania. Pamoja na hayo, CHAKAMWATA akaonyesha kutofurahisha na hotuba iliyosomwa siku ya Mei Mosi na Shirikisho la Vyama vya Wafanyakazi Tanzania TUCTA mbele ya Rais, wakimwomba sheria zirekebishwe ili wafanyakazi washindwe kuanzisha vyama vingine vya wafanyakazi. Lakini tumesikitishwa na hotuba, sehemu ya hotuba ya TUCTA kwa Mheshimiwa Rais ilikuwa ni kipande chonganishi. Sehemu hii chonganishi inamuomba Mheshimiwa Rais kwamba sheria zirekebishwe ili wafanyakazi wakose uhuru wa kuanzisha vyama vingine vya wafanyakazi, na wanatafuta mtu kwamba ni waajiri wanashawishi na kufadhili watu wengine wafanyakazi waanzishe vyama wafanyakazi. Huu ni uchochezi wa wazi ambao hauwezi kuzingatiwa ama kuvumiliwa. Kumwambia ruhusu sheria ibadilishwe, uhuru wa vyama vya wafanyakazi hauanzi kwenye sheria, unaanzia kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nao baadhi ya walimu ambao ni wanachama wa CHAKAMWATA wakatoa maoni yao juu ya ongezeko la mshahara kwa walimu, kwani hali hiyo itakwenda kubadilisha maisha yao. Na tunaomba kabisa kwamba Rais aendelee kuongeza, kwa sababu bado walimu ni wengi kiasi kwamba tuko chini kimshahara. Na mbona mwalimu anahangaika, yeye mwenyewe anafundisha, anaandaa lesson plan, anaandaa scheme of work, lakini hapo tena unakuta bado anapika tubagia, anapika vikokotoo akauze ili kwamba aongeze kipato. Na nina imani kabisa kwamba kwa nyongeza hii walimu na kada mbalimbali, nina imani sasa maisha yao yanakwenda kubadilika. Na sisi kama CHAKAMWATA makao makuu, muda mrefu sana tulikuwa tunapigania kima cha chini kiongezwe. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Mtazamaji, tunapata mapumziko mafupi na tukirejea tutaangazia katika habari za biashara na uchumi. Usiondoke. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit.
Zifuatazo ni habari za biashara na uchumi. Mimi ni Neema Mwasenga. Mradi wa kupeleka umeme kwa wachimbaji wadogo na wakati, viwanda vidogo na vya kati, pamoja na maeneo ya kilimo umepokelewa kwa furaha na wananchi mkoani Geita mara baada ya kupata umeme wa uhakika katika migodi yao. Hayo yamebainishwa na wachimbaji wadogo wa madini wakati wakizungumza na Bodi ya Nishati Vijijini, yaani REA, mara baada ya kutembelea maeneo ya shughuli za uchimbaji madini katika eneo la Magema katika ziara iliyolenga kukagua miradi ya umeme vijijini inayotekelezwa mkoani Geita. Vinywaji baridi, simu, tumechaji tofauti, tunafanana na watu walioko mjini, hatuna tofauti. Zamani tulikuwa tunakuja hapa natafuta mtu mwenye sola ndio kuchajie simu yako. Alafu na ile sola sio nzuri kwenye betri za simu. Simu zina nini, betri zinawahi kuharibika mapema. Lakini hii wa mjini na sisi tulioko huko hatuna tofauti. Tunafanana. Kitaka kitu cha baridi napata. Kitaka kuchaji simu yangu napata. Kwa hiyo tunaona ni vizuri zaidi. Tumepata faida kulingana na umeme uliofika hapa. Kazi zetu kwa kweli zinaenda vizuri. Kulinganisha mafuta tulivyokuwa kipindi kile cha mafuta na kipindi hiki cha umeme, mambo yetu ni mazuri. Kabla ya kuleta mradi hapa, shughuli zilizokuwepo zilikuwa ni chache sana, kwa sababu shughuli inayofanyika hapa kubwa ni kusaga mawe ambayo yana dhahabu, na shughuli kwa ikifanyika kwa kutumia diesel. Kwa hiyo uzalishaji ulikuwa mdogo, lakini baada ya kufika mradi huu uzalishaji umeongezeka na vilevile umezidi kuvutia watu wengi zaidi kuja kuweka makrasha. Kama tunavyoona site, kuna krasha zingine zinaletwa, kuna wengine wanahamia kutoka maeneo mengine. Tutazame taarifa nyingine. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, Mheshimiwa Profesa Kitila Mkumbo amesema licha ya Tanzania kuwa miongoni mwa nchi 5 vinara barani Afrika kwa kukuza bidhaa mbalimbali kimataifa, bado Tanzania inakabiliwa na changamoto ya uuzaji wa bidhaa ambazo hazijaongezewa thamani, suala ambalo limekuwa likiipunja nchi faida inayotokana na mauzo hayo. Waziri Kitila ameabainisha hayo kwenye jukwaa lililoandaliwa na shirika la Legal Family Foundation lililokutanisha taasisi 57 za kiraia zinazotekeleza miradi ya maendeleo nchini pamoja na wawekezaji 73 wanaohudumu katika sekta ya afya, elimu na uchumi kutoka mataifa mbalimbali. This country has done Nchi hii imefanya vizuri sana katika suala la kuongeza mauzo yetu kuuza nje. Sisi ni miongoni mwa nchi 5 bora ambazo zinaweza kufanya biashara ulimwenguni kutoka Afrika, lakini pia kikanda. Lakini tunafanya biashara gani? Bado tunasafirisha malighafi nyingi sana kwa njia ya madini na bidhaa zingine za kilimo. Na hakuna nchi yoyote ambayo iliendelea kama tunavyoijua kwa kusafirisha malighafi. Kwa hivyo kwenda mbele, tunataka kukuza sekta yetu ya nishati ili tusaidie katika safari yetu ya kijamii, kwa sababu lengo letu ni kuhakikisha kuwa nchi hii haisafirishi tena malighafi. Rais wetu tayari amefanya uamuzi kwamba madini yetu hayatawahi kusafirishwa bila kuongezwa thamani nchini. Kwa hivyo huo ni uamuzi, ndio sababu tunaona wawekezaji wengi wakitaka kuweka vifaa vya usindikaji wa madini, lakini changamoto kuu ni nishati. Kwa hivyo huo ndio mwelekeo. is energy. So that is the direction. Kabla ya kuhitimisha habari za biashara na uchumi, sasa tutazame viwango vya kubadilisha fedha kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania, BOT. Mwisho wa habari za biashara na uchumi. Mimi ni Neema Mwasenga. Mtazamaji, habari za biashara na uchumi zinatupa nafasi moja kwa moja ya kuungana na Pius Jayunga kunako habari za kimataifa, ambapo huko kubwa zaidi ni makardinali wa Kanisa Katoliki wameendelea kumchagua Papa.
za kimataifa. Ni wasaa wa habari za kimataifa, karibu tukianzia mjini Vatican. Maelfu ya waumini wa kanisa Katoliki wamekusanyika wakisubiri kuingia katika viwanja vya Mtakatifu Petro mjini Vatican, wakiwa na matumaini ya kuona moshi mweupe unaoashiria kupatikana kwa mrithi wa Papa Francis. Waumini hao wamekusanyika baada ya makardinali kurejea katika kanisa la Sistine leo Alhamis Mei 8, 2025 katika duru ya pili ya kura itakayoamua juu ya kiongozi mpya wa kanisa Katoliki. Awamu ya pili ya uchaguzi wa Papa inafanyika saa kadhaa baada ya moshi mweusi ulioonekana Jumatano, ishara kuwa mrithi wa kiongozi huyo bado hajapatikana. Makardinali wanafanya mchakato huo wa siri wa kumchagua kiongozi mpya wa kanisa Katoliki atakayewaongoza waumini bilioni 1.4, kongamano la viongozi hao wa Kikatoliki waliojitenga ili kuepusha uchaguzi wa Papa kuingiliwa, ndio kubwa zaidi na lenye sura ya kimataifa linalowaleta pamoja makardinali wapatao 133 kutoka karibu nchi 70. Katika uchaguzi huo, Kardinali Pietro Parolin, raia wa Italia, aliyefanya kazi kama kiongozi namba 2 baada ya Papa Francis, pamoja na Kardinali wa Ufilipino Luis Antonio Tego, wanaonekana kuwa na nafasi kubwa ya kushinda kwenye mchakato huo. Kwingineko, shambulizi la anga la Israeli limesababisha vifo vya watu 5 kaskazini mwa ukanda wa Gaza, huku wengine kadhaa wakijeruhiwa. Hayo yameelezwa na shirika la ulinzi wa kiraia katika ardhi hiyo ya Palestina. Hayo yanajiri wakati kundi la wataalamu zaidi ya 20 wa Umoja Mataifa wamesema viongozi wa dunia wanatakiwa kuamua kati ya kusalia kimya na kushuhudia mauaji ya watu wasio na hatia au washiriki katika kutafuta suluhu ya haki katika mzozo huo wa Mashariki ya Kati. Wataalamu hao wameutoa wito huo baada ya waokoaji huko Gaza kusema kuwa mashambulizi ya mabomu yaliyofanywa na Israeli jana Jumatano imesababisha vifo vya watu 59. Wakati huo huo, Israeli imesema itaitendea Irani kile ilichokifanya kwa Hamas huko Gaza, ikiwa ni siku chache baada ya shambulio kwenye uwanja wa ndege wa Ben Gurion mjini Tel Aviv lililofanywa na waasi wa Kihouthi wanaoungwa mkono na Irani. Na hatimaye jeshi la Pakistani limesema raia mmoja ameuawa na wanajeshi 4 wamejeruhiwa katika mashambulizi yaliyofanywa na India. Pakistani pia imeripoti kuzidungua karibu droni 25 za India. Mamlaka ya usafiri wa anga ya Pakistani imetangaza kuwa viwanja vya ndege katika miji mikuu mitatu ya Karachi, Lahore na Islamabad vitafungwa hadi saa 12 jioni. Baraza la usalama linalowajumuisha mawaziri kadhaa wa Pakistani limetoa ruhusa kwa jeshi la nchi hiyo kulipa kisasi mashambulizi ya India. Waziri wa mambo ya nje wa India, Subrahmanyam Jaishankar, ameonya kuwa watajibu vikali mashambulizi yoyote ya Pakistani na hivyo kuzusha wasiwasi katika eneo la Asia Kusini, huku juhudi za kidiplomasia za kutuliza mzozo huo zikiendelea. Mwisho wa habari za kimataifa. Mimi ni Pius Jayunga. Na mtazamaji, ni Pius Jayunga katika habari za kimataifa, na taarifa tu ambayo imetufikia hivi punde ni kwamba moshi mweupe umeonekana kuashiria kwamba Papa mpya tayari amekwisha kupatikana, ambapo makardinali 133 walikusanyika ili kuweza kumpata Papa, na Papa ataonekana hivi karibuni. Tutazame kwa ufupi kuhusiana na moshi mweupe. Ni namna hiyo, moshi mweupe umekwisha kuonekana na Wakatoliki kote ulimwenguni wameshangilia kwelikweli na kutabasamu kuashiria kwamba wamepata Papa mpya. Na taarifa hiyo sasa inatupa wasaa wa kuelekea dimbani, ambapo tunaungana na Johannes Mai kwa tujuze kwenye michezo kunani. Lakini taarifa tu ambayo nimeipapasa ni Simba ameshinda, utaandika mwenyewe, ila ni Simba amemtandika Pamba Jiji.
Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 33 36. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Huhali gani mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, karibu kwenye habari za michezo na burudani. Mimi ni Johannes Michael. Na moja kwa moja taarifa ambayo naanza nayo kwa siku ya leo, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaongozwa na Rais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imetangaza kupitia klabu ya Simba kwamba imetoa ndege kuelekea nchini Morocco kwa ajili ya mchezo ambao utachezwa Mei 17 pale Morocco dhidi ya RS Berkane. Waziri Kabudi ameweza kuzungumza jinsi ambavyo utaratibu wa kupatia ndege klabu ya Simba. Baada ya mafanikio makubwa ya timu ya Simba na sasa inaingia kwenye mchezo wa kwanza wa fainali ya kombe la shirikisho linaloandaliwa na CAF, ambapo klabu ya Simba inakwenda Morocco kupambana na klabu ya RS Berkane. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan imefanya maamuzi ya kutoa ndege itakayoipeleka klabu ya Simba Morocco kwa ajili ya mchezo huo. Na kunako taarifa nyingine kuhusiana na klabu ya Simba hiyo, mchezo wa ligi kuu Tanzania bara Simba dhidi ya Pamba Jiji umetamatika katika dimba la KMC Complex, na klabu ya Simba imefanikiwa kuondoka na idadi ya mabao 5-1, mabao ya Simba akiweka kambani na Jean Chalea wa ambaye amefunga mabao 3, Lionel Ateba akiwa amefunga mabao 2, na huku bao la kufutia machozi kwa klabu ya Pamba likifungwa na Matthew Tegis, mmoja wa wachezaji ambao wanafanya vizuri kwenye klabu hiyo. Na moja kwa moja tunakuwa pipa paka kwenye habari za michezo na burudani kimataifa, ambapo tunaanza na mwamuzi Alejandro Hernandez ameteuliwa kuchezesha mchezo El Clasico kati ya FC Barcelona na Real Madrid, ambao itakuwa ni mechi ya maamuzi ya taji la La Liga mwishoni mwa wiki hii. Huyu ni mwamuzi wa kimataifa kutoka visiwa vya Canary ambaye amehusika kwenye El Clasico mara 4 hapo awali, ikiwa ni pamoja na mechi za 2016, 2017 na 2018, ambapo mara nyingi maamuzi yake yamezua mjadala mbalimbali. Mechi hii itakuwa ni ya 5 kwake mrejesi El Clasico. Juan Martinez Muel atakuwa katika chumba cha VAR, naye anataja ni mwamuzi ambaye huwa maamuzi yake yana mjadala mingi zaidi. Kwa hiyo watu El Clasico hao ndio waamuzi ambao watachezesha kwenye dabi hiyo. Na kunako taarifa nyingine ni kuhusiana na siku ya leo, miaka 12 iliyopita aliyekuwa kocha wa Manchester United Sir Alex Ferguson alistaafu rasmi kuifundisha klabu hiyo baada ya kuiongoza kwa zaidi ya miaka 26. Akiwa na United aliongoza kwenye michezo 1500, ushindi michezo 895 na kutoa mataji 38. Huyo ndo Alex Ferguson. Kwa siku ya leo anaweza kutimiza miaka 12 tangu ambapo ameachana na klabu ya Manchester United kuweza kuifundisha. Na moja kwa moja tunakuwa pipa paka kwenye burudani, ambapo msanii Jose Chameleone kutokea nchini Uganda ametua Tanzania kutoa shukrani kwa Watanzania waliomsapoti juu ya kipindi ambacho alikuwa anapitia. Mimi si ati nifanye uchaguzi niwe mgonjwa au afya yangu. No, it is not my choice. Kila mtu everybody goes sick. Unaona? So yule akiwa anaongea alikuwa anaongea kitoto, yani anamhurumia baba wake pia. Sawa? I cannot live without friends. You know, but I have poor friends, I have rich friends, I have useful friends, and I have useless friends. So, mimi sina uchaguzi. Unaona, lakini kiukweli he said what he knows, what he feels. Na mimi baada ya kusikia hilo aliyosema, nikarudi back to my friends, akamwambia they should make it right, warekebishe mambo.
Na huu ndo mwisho wa habari za michezo na burudani. Kwako Mindi Joseph. Ni Johannes Maiko katika mkusanyiko wa habari za michezo akitujuza hapa vyema kabisa. Kumbe Simba katandika mtu 5-1. Haya makubwa. Na moja kwa moja kwa sasa tuelekee kwa upande wa utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 kamili usiku. Ni utabiri wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Mifumo ya upepo kwa siku ya kesho inatuonyesha upepo katika baadhi ya miji inatarajiwa kuwa wa wastani ukivuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa ziwa Victoria na pamoja na katika maeneo ya ziwa Tanganyika, huku kwa kasi ya kilomita 30 kwa pande wa ziwa Nyasa. Kwa mwambao wa pwani ya Bahari ya Hindi upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 40 kwa saa na kutarajiwa kuna hali ya mawimbi makubwa. Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania inatoa angalizo la matarajio kuwa na vipindi fupi vya uwepo wa upepo mkali pamoja na mawimbi makubwa yanayofikia mita 2 katika maeneo ya mwambao wa pwani ya Bahari ya Hindi. Ni vyema mtumiaji wa bahari na yule unaopenda kukaa katika fukwe za bahari kuwa makini na angalizo hilo. Na viashiria vya mvua vinaonekana kuingia katika maeneo ya mwambao wa pwani ya Bahari ya Hindi, zaidi katika maeneo ya pwani ya kaskazini vikionekana viashiria vyenye nguvu. Na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania inatoa angalizo la matarajio kwa na vipindi fupi vya uwepo wa mvua kubwa katika mikoa ya Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, jiji la Dar es Salaam pamoja na mkoa wa Pwani. Ni vyema wakazi wa maeneo hayo kuwa makini na angalizo hilo. Na kwa usiku wa leo ni matarajio yetu ukanda wa ziwa Victoria kutatujua na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache, huku maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, mkoa wa Morogoro kutatujua na hali ya mvua katika maeneo machache. Mwambao wa pwani ya Bahari ya Hindi kutatujua na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache, na sehemu zilizosalia zikitajwa na hali ya ukavu kwa ujumla. Kwa siku ya kesho ni matarajio yetu ukanda wa ziwa Victoria, magharibi mwa nchi, nyanda za juu kaskazini mashariki, mkoa wa Morogoro kutatujua na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mwambao wa pwani ya Bahari ya Hindi kutatujua na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika baadhi ya maeneo pamoja na vipindi vifupi vya jua. Maeneo yaliyosalia yakitujua na hali ya mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na sasa tumalizie utabiri wetu kwa kuangalia matarajio ya siku 4 zijazo katika baadhi ya miji kuanzia siku ya kesho kutwa. Jiji la Dar es Salaam inatarajiwa kuwa na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache, huku mkoa wa Dodoma unatarajiwa kuwa na hali ya mvua nyepesi kwa tarehe 12 na tarehe 13. Hali kadhalika mkoa wa Mwanza unatarajiwa kuwa na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache. Mkoa wa Kilimanjaro unatarajiwa kuwa na hali ya mvua kwa tarehe 10, tarehe 11 unatarajiwa kuwa na hali ya mvua nyepesi. Mkoa wa Mbeya unatarajiwa kuwa na hali ya mvua kwa tarehe 12 pamoja na tarehe 13. Mkoa wa Morogoro unatarajiwa kuwa na hali ya mvua itakayoambatana na ngurumo za radi katika maeneo machache. Mkoa wa Arusha unatarajiwa kuwa na hali ya mvua kwa tarehe 10, 12 na 13. Kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania hatuna la ziada. Tukutane tena hapo kesho mida na nyakati kama hii. Asante na nikutakie nyakati njema. Mtazamaji, utabiri wa hali ya hewa unatuhitimishia kipindi cha Ulimwengu wa Habari kwa siku ya leo. Asante kwa kuitazama Sky TV na asante kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi sasa unafika tamati. Nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vyetu. Jina langu ni Mindi Joseph, nikutakie usiku mwema.
Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit.